kutoka kwa cabinet minister wa interior and coordination ya kwamba hatua mahususi inachukuliwa kuona ya kwamba hakuna magari ya watu ambao itashomwa tena. Hakuna watu ambao wako above the law in this country. Tunataka kusema zile arms of the government ambazo ndio zinatakikana zitatue kesi hiyo, hatutaki kukuona tena magari ya watu imeshomwa. Magari imeshomwa katika maeneo zote, katika kaunti zote, hata magari za watu binafsi. Mimi langu ni kutoa changamoto kwa watu wa industry yetu, kwa sababu industry yetu ndio most affected kwa kushomewa magari. Umeona Nairobi walishoma forward, hata Vihiga wale wana bodaboda walienda kuchoma gari bila hata kujua ni gari yao, ile wakachoma magari ambao walikuwa wameshagiwa. Kama wangefuata sheria zilizoko katika nchi hii, wawache kuwa ignorant, wawache kujifanya don't care, wawache kujifanya kama watu ambao hawajui. Ulianzia kwa baiskeli, Mungu akakubariki ukapata hiyo motorbike, hata pengine umeajiriwa, na sidhani kama kuna mtu anafanyanga kazi ya kuwe maskini. Na kama Mungu anaweza kusaidia kupitia SACCOS na hii financial institution, wewe ununue gari yako, ungesikia namna gani ikirudi ikichomwa. Kwa hivyo mimi langu tu ni kuwa tuwe na peaceful strike yenye haitakuwa na vita, iwe ya amani. Hii ni nayo serikali itusikilize. Hii si maneno ya siasa. Hii ni maneno ya maisha ya jamii. Hii ni maneno ya maisha ya wale watu wanajitafutia riziki. Kwa majina naitwa Yeja Dickson Karanja. Mimi ndio chairman wa City Stage entrance hapo kwa Kangaroo. So mgomo ya kesho tunaiunga mkono, iendelee hivyo hivyo, kwa sababu hapo awali kulikuwa na tabia ya matatu, yani ana offer up kiolera, unapata ya kwamba amegonga mtu wa boda boda hata kama akiwa mkono yake. Ilikuwa inatupea uchungu mpaka tunafika mpaka mahali pa kuchoma gari. Lakini wakati tuliketi na watu wa matatu, tulifikiana ya kwamba hiyo mkondo ya kuchoma gari si suluhisho. Utaweza pata dereva mwenye anafanya makosa ni mrevi, lakini mwenye gari si mrevi. Unaona sasa hii makosa ya dereva mrevi imesababisha mpaka gari ya mwenyewe imechomwa. So tulikuja tukafikiana ya kwamba hakuna gari bodaboda itachoma. Lakini katika hii sekta kuna vijana wamejificha kwa bodaboda. Unapata ya kwamba wanaitwa ni tangatanga wenye hawana stage. Most of the time unapata mahali gari inachomewa si kwa stage, mahali bodaboda iko. Bodaboda iko na sheria yake, uwezi ukachoma gari hapo mahali stage iko. Maybe endo kachomea kwingine mahali hatujui huyu ni nani amechoma gari. So imekuwa ni changamoto kwa sekta ya bodaboda. Kwa sababu ya nini? Si hii mambo na kuchoma gari peke yake, au vijana pia wanasinaji hata vibeti sawa mama wanajificha ndani ya bodaboda. So hii ni kitu imeleta changamoto sana sana katika hii kaunti yetu ya Nakuru. So ndio hiyo naunga mkono wana matatu wagome kabisa. Unajua sisi kama wana bodaboda tunashirikiana na matatu. Matatu wakishukiza huwa tunabeba yenye wameleta, na sisi tukileta huwa wanabeba. So mahali tunapitana ni kidogo tu, kuna vijana wamejificha kwa sekta. Hao ndio tunafaa tutoe. Kwa sisi hiyo shida ilikuwa hapo awali, tuliketi na watu wa matatu tukasema ya kwamba mtu yote akona stage haruhusiwi kuchoma gari. Kuna ile utaratibu wa sheria inafuatwa. Naitwa Kaliko Mwangi, chairman wa Matatu Owners Association Nakuru County, na ninataka kuchukua nafasi hii kuhakikishia wasafiri wetu ya kwamba kama vile president wetu wa Matatu Owners Association MOAS na wale washikadau wengine wote wamesema ya kwamba kesho Kenya mzima kutakuwa na mgomo wa magari yote ya kusafirisha watu, all the public service vehicles, including gari za watu binafsi na hata zile za kubeba mizigo na hata mabasi, kutokana na matatizo ambao imekuweko kwa muda mrefu
katika usafiri, kutokana na kwamba waendeshaji wa motorbike, bodaboda wamekuwa wakishoma magari ya watu binafsi, wamekuwa wakishoma magari ya public service vehicle, kwa sababu pengine ajali ambayo imetokea bila hata kutaka kujua kama ajali imesababishwa na motorbike yenyewe ama imesababishwa na pedestrian ama ni nini imesababisha hiyo. Sasa tunataka kusema ya kwamba nchi hii ina sheria. This country is not a banana country where there is no rule of law. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba Kenya mzima, maeneo mengi, magari ya watu binafsi, magari ya SACCOs and Company Limited yamechomwa sana na waendeshaji wa bodaboda, na hali wao wakati mwingi ndio wanakuwa wamesababisha hizo ajali, na badala ya kugoja hata law enforcers wakuje ama kesi ipelekwe kotini, mahali ambapo ukweli wa mambo utapatikana, wao wanakuwa chukua sheria mkononi, na hali kuna serikali. Sasa sisi zote tunataka kusema, mimi nikiwa mwenyekiti wa eneo hili Nakuru County, kuanzia Mai Mahiu mpaka Krisoi, kuanzia Tipis mpaka mwisho wa Ororugai, ya kwamba sisi tukiwa washikadau wale wote ambao wanapata riziki zao kupitia kwa public service vehicle, iwe drivers, conductors, manambers and the owners of the public vehicles, ya kwamba tumekubaliana na tutaungana na tutashiriki katika hiyo peaceful strike which will be tomorrow as it has been approved by the National Association. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia hata wale watu ambao ni wasafiri wajue ya kwamba pia wamekuwa victim ya hiyo hali ya magari kushomwa. Manake hata wengine mizigo yao huwa inashomwa pale, safari zao zinakatishwa. Kwa hivyo tunataka kusema ya kwamba serikali ambayo ya nchi hii, tunataka kusikiza kutoka kwa Wizara ya Transport, tunataka kusikia kutoka kwa Cabinet Minister wa Interior and Coordination, ya kwamba hatua mahususi inachukuliwa kuona ya kwamba hakuna magari ya watu ambao itashomwa tena. Hakuna watu ambao wako above the law in this country. Tunataka kusema zile arms of the government ambazo ndio zinatakikana zitatue kesi hiyo, hatutaki kukuona tena magari ya watu imeshomwa. Magari imeshomwa katika maeneo zote, katika kaunti zote, hata magari za watu binafsi. Kwa majina naitwa Daniel Njoroge kutoka Nakuru County, Mai Mahiu. Mimi ni mwanzilishi wa bodaboda Mai Mahiu Town. Na mimi nikiwa Daniel Njoroge kwa Mai Mahiu, mwenye anajua Mai Mahiu vizuri, naitangwa Chomli huko. Mimi ndio nilikuwa mwanzilishi wa bodaboda huko. Na istosha kutoka hapo nikakuja nikaingia pande ya matatu. Nikaanzia kufanya kazi ya matatu nikiwa kama driver. Na ningeomba, hakuna kitu mzuri kama kuheshimiana kwa barabara. Wana matatu, mimi ni mwana matatu saa hizi, natumia matatu. Lakini mbeleni nilikuwa natumia bodaboda. Na nikiwa wakati nilikuwa natumia bodaboda nilikuwa naona wahudumu wa matatu wenye wanatumia matatu. Wanatumia matatu vizuri, lakini kwa saa hizi imezidi. Kuhusu pande ya bodaboda. Bodaboda imefika mahali pengine matatu bodaboda ni kila mtu hajaenda kusomea kuhusu bodaboda. Akitoka shule anachukua bodaboda ako kwa barabara. Sisi wenyewe tulisomea hiyo bodaboda. Ndio maana tukafika mpaka mahali sisi ni wana matatu. Na hiyo matatu saa hizi ndio tunakulia. Na wakati hata tulikuwa tunatumia hiyo bodaboda, tulikuwa tunaheshimu hiyo matatu. Ningeomba tu tuheshimiane kibarabara, lakini kwa kesho kisheria kesho
hakuna kazi inaendelea. Ndio tuheshimiane na hao watu wote. Sina mengi tena, watu kuchukua sheria mkononi. Tunataka kusema unaweza choma gari ya mtu na hali makosa haikuwa yake, ilikuwa ya dereva. Unaweza choma gari ya mtu na hali makosa haikuwa ya gari, imesababishwa na pengine hata wanyama, hata watu wakipita barabara. Na hasa gari zote za public service vehicle, waendeshaji wanakuaga wamehitimu kulingana na sheria, na hali waendeshaji wa bodaboda baadhi yao wengi huaga hata hawana driving license. Lakini kwa sababu ni Kenya na kila mtu anajitafutia riziki, kitu ambao tungetaka ni watu kuheshimiana, ni sheria kuheshimiwa. Kwa hivyo sisi tukiwa kwenye matatu binafsi, SACCOS na hata company limited na hata wasafirishaji wale wengine wanatiko katika hiyo industry ya transport tunasema tunaunga hiyo mgomo mkono. Atupe pia demands zenyu. What are your demands? Kitu tuna demand ni kwamba tunataka the national government to intervene and to solve that problem once and for all, because it is escalating, na tunaona ya kwamba italeta shida mingi katika Kenya hii. Watu wanakopa loan, wananunua matatu, ndio wajiajiri, ndio waajiri wale watoto wetu ambao hawana makazi, na hadi sasa hiyo gari ikishomwa insurance companies hailipi. Na watoto watakula wapi? Hii mgomo itaenda muda gani? Well, kulingana na notification ile nimepata ni kwamba mgomo ni ya kesho, lakini tutaendelea tuone the national officials vile watasema. Pengine watakuwa na kikao, because tungetaka hii maneno isuruhishwe kwa amani. Pengine mngependa kuwa na kikao na pia wana bodaboda? Ni ya muhimu sababu sisi zote ni wa Kenya na ni riziki tunajitafutia, lakini ujue in every organization bado ni kama ile gonia ya viazi mzuri, bado kuna viazi zimeoza ndani yake. Huenda ikawa hata wale huwa hawana insight, si wale wanapata riziki yao katika kuendeshaji bodaboda. Hey, why? Mnachoma hiyo gari? Hey, kwa nini unachoma hiyo gari? Inalipa TLB. Alafu mkuje mchome gari ya wenyewe. Kwani nduthi ni pesa ngapi? Nduthi ni pesa ngapi? Kiera 200,000. Iweke 150. Gari inalipa pesa ngapi? Inalipa kanjo, inalipa TLB, Kamagira, inalipa nini? Insurance yote. Sasa nyinyi mchome gari kwa nini? How and why? Jibu hiyo. Hata watoto hapa. Huyu anakulaga mandazi kutoka kwa hiyo gari. Kwa nini unachoma?